Bwana Yesu asifiwe sana, watu wa Mungu. Ni siku njema sana ambayo tunaenda kuisherekea na tunaenda kufurahi, maana Bwana ameifanya kwa ajili yetu. Ni siku ya kipekee sana, na asubuhi hii lipo neno la Bwana kwenye maisha yetu. Mungu haachi kusema na sisi kupitia neno lake, na ni kujulishe tu jambo moja, kwamba siku ya leo usichukulie kawaida, lakini itumie kama fursa ya kumkumbusha Bwana kwa habari ya ahadi alizosema na wewe kwenye maisha yako kupitia neno lake. Bwana Yesu asifiwe. Na siku hii ya leo ni pale ambapo dunia nzima inasherekea kuzaliwa kwa Yesu, yani Christmas. Nchi nyingine wanasema Noel, ambayo kwa lugha ya zamani kabisa Kirumi wanaita Natalis, yani siku ya kuzaliwa. Lakini pia kwa Spanish wenzetu wa Hispania wanasema Feliz Natividad. Kwa hiyo nikutakie sana Merry Christmas, uwe na sherehe njema. Lakini pamoja na kusherekea jambo hilo, sherekea katika Bwana. Na lipo neno la Bwana ambalo tunalisoma leo hii kwenye kitabu cha Luka, sura yake ya pili ya kitabu cha Luka, mstari wake wa 10. Neno la Mungu linasema, nami ninasoma kwa msaada wa Bwana kama ilivyoandikwa. Malaika akawaambia, msiogope, kwa kuwa mimi ninawaletea habari njema ya furaha kuu itakayokuwa kwa watu wote. Maana leo katika mji wa Daudi amezaliwa kwa ajili yenu mkombozi, ndiye Kristo Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Naomba mahali ulipo ushangilie sana, kwa maana neno la Mungu linasema tusiogope. Na siku hii ya leo Bwana analeta habari njema kwenye maisha yako. Pale ambapo umepokea habari mbaya, ninatamka kama nabii wa Bwana kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo, ukapokee habari njema kwenye ndoa yako, ukapokee habari njema kwenye biashara yako, ukapokee habari njema kwenye familia yako, ukapokee habari njema kwenye uchumi wako, ukapokee habari njema ya kiofisi, ukapokee habari njema ya kihuduma, ukapokee habari njema yenye kubadilisha maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Maandiko yanasema kwamba usiogope. Mimi sijui kuna nani anayekuwa na uoga siku ya leo, lakini ninatamka kwa jina la Yesu, uoga na uachie maisha yako, furaha na amani vitawale moyo wako kwa jina la Yesu Kristo. Maana injili imekuja kwako leo, na neno injili maana yake habari njema, good news. Habari njema na iwe kwako, maisha yako na yafunikwe na habari njema, maisha yako na yafunikwe na habari njema, kwa maana yuko mkombozi ambaye ni Kristo Bwana Yesu. Ndiye aliyeleta hiyo habari njema kwenye maisha yako katika jina la Yesu, kwa nguvu ya ufufuo wake, kwa nguvu ya ufufuo wa Kristo Yesu. Natangaza habari njema kwenye maisha yako, na kwa kuzaliwa kwake ambapo malaika walisherekea wakasema amani mbinguni na duniani, nami ninatamka amani kwenye ndoa yako, amani ndani ya moyo wako, amani kwenye familia yako, amani kwenye mwili wako, amani kwenye
huduma yako, kwenye ofisi yako, kwenye biashara yako, kwenye maisha yako, katika jina la Yesu Kristo. Wewe ambaye unapitia hali duni, wewe ambaye mnaishi wasiwasi kwa sababu ya hali ya nchi, natamka kwa jina la Yesu na kwa nguvu ya ufufuo wa Yesu Kristo, yeye kama mkombozi ambaye alifufuka kutoka katika wafu, Bwana akakuhifadhi na kukulinda wewe pamoja na familia yako katika jina la Yesu Kristo. Siku ya leo Bwana akatende ishara juu yako, Bwana akafanye ishara juu yako, Bwana akafanye ishara juu yako katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu. Yeye ambaye alikubali kulazwa na kuzaliwa ndani ya hori la ng'ombe, Bwana akakutoe katika hori la ng'ombe na akakupeleke ikulu, akakuketishe na wakuu, akakutoe mavumbini, akakuketishe na wakuu, maana imeandikwa, hutakuwa mkia bali utakuwa kichwa. Kwa jina la Yesu, pokea neema ya kuinuliwa, pokea neema ya kuinuka kwenye fedha, pokea neema ya kuinuka kifedha, pokea neema ya kuinuka kiupako, pokea neema ya kuinuka kimaombi, pokea neema ya kuinuka kiuchumi, pokea neema ya kuinuka kwenye eneo lolote kibiashara katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Wingi wa jeshi la mbinguni wakakuzunguke, wakakulinde katika jina la Yesu, kama vile wingi wa jeshi la mbinguni walivyomtukuza Mungu juu mbinguni, walivyomtukuza Mungu wasifu wakasema ya kwamba tukuzwe Mungu juu mbinguni, na amani iwe, na amani iwe, na amani iwe duniani kwa watu waliowaridhiwa kwa jina la Yesu. Katikati ya watu aliowaridhiwa Mungu, wewe upo miongoni mwao. Katikati ya watu waliowaridhiwa Mungu, na wewe uko miongoni mwao. Amani na iwe kwako kwa jina la Yesu, furaha na iwe kwako kwa jina la Yesu, furaha na amani na viwe kwako leo katika jina la Yesu. Siku hii ya leo natamka, Bwana, amani na itawale ndani ya nyumba hii, amani itawale ndani ya maisha ya mtoto wako huyu. Leo inatamka kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo, kila roho ya ila, kila roho ya woga katika jina la Yesu, roho ya ucheleweshaji, ya vishawishi vibaya kwenye maisha mtu, kwa jina la Yesu viachie, na amani tawale, na amani tawale, na amani tawale katika jina la Yesu Kristo. Pokea amani mtu wa Mungu katika jina la Yesu. Pokea amani mwana wa Mungu kwa jina la Yesu. Pokea amani binti wa Mungu katika jina la Yesu Kristo aliye hai, katika jina la Yesu Kristo aliye hai, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Asante Bwana kwa neema na rehema yako katika jina la Yesu. Siku ya leo ni siku ya amani, siku ya habari njema kwenye maisha yetu na kwenye maisha ya mtoto wako huyo. Ni katika jina la Yesu, malango yote nayafungua kwa ulimwengu wa roho kwa kutumia jina la Yesu Kristo, Yesu aliye hai. Mwanao huyo Bwana akauone wema wako, akaone matendo yako ya ajabu katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Hata sasa tunakushukuru na kukutia sifa na utukufu kwa kuiona siku ya leo na kwa kuona tarehe ya leo. Wewe unaweza katika jina la Yesu Kristo. Amen, amen and amen. Mungu akubariki sana mtu wa Mungu. Mimi naitwa mtumishi wa Mungu na mwalimu Joseph Lwamwe, na hii ni huduma ya maarifa na maombi. Popote pale ulipo duniani unaweza ukawasiliana nasi, kwa wewe ambaye unahitaji kuokoka, kwa sababu leo hii ni kumbukumbu, ni tunaadhimisha tu kuzaliwa kwa Yesu, na moja ya zawadi nzuri sana ambayo unaweza kumpa Yesu Kristo ni kumpokea yeye kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Hiyo ndio zawadi tosha unayoweza kumpatia Yesu Kristo. Na wewe ambaye tayari umempokea kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, zawadi unaweza kumpatia Yesu Kristo kwenye kuzaliwa kwake ni kuishi kwa ajili ya Yesu, to live for Christ, ni kuishi kwa ajili ya Kristo Yesu. Ishi kwa ajili ya Kristo Yesu. Mungu akubariki sana mtaua wa Mungu popote pale ulipo duniani, na neema ya Kristo ifunike maisha yako. Unahitaji pia ushauri wa kiroho, unaweza ukawasiliana nasi kwa namba zetu za mawasiliano. Na kama haujaokoka unatamani kumpokea Yesu kwa kumpa zawadi
Namba zetu za mawasiliano ni hizi: alama ya kujumuisha 27786243718. Mungu akubariki sana mtu wa Mungu, na uwe na siku njema. Merry Christmas. Amen.